ni nyumbani, kwenye ibada za nyumbani, ibada za vikundi. Ibada inamfanya mtu anakuwa. Kwa nini? Kwa sababu katika ibada kuna mafundisho, kuna shuhuda, kuna kutiwa moyo. Na ndio Biblia inasema kwamba msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine. Kusanyiko ni muhimu sana. Unapokwenda kanisani ndipo unapotiwa moyo, ndipo unapopata mafundisho kutoka kwa walimu, kutoka kwa wachungaji, kutoka kwa watu wenye uzoefu wa kiroho, waliokuwa na kukomaa, wenye kila namna ya mbinu za kuishi kama Wakristo. Kwa hiyo ukiacha ibada, maana yake umejikatili mwenyewe. Kwa hiyo jioni ya leo na wakati huu ukiwa umetulia katika nafasi hii ya pekee na wakati wowote, basi ukumbuke kwamba maombi, neno la Mungu na kukusanyika kwenye ibada ni muhimu sana. Lakini jambo jingine ni tabia iliyobadilika. Tabia iliyobadilika. Katika Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22 na kuendelea kidogo, anatuambia mtumishi wa Mungu Paulo anawaambia Wagalatia kwamba tunda la Roho lina mionjo 9. Upendo, furaha, utu wema, fadhili, upole, kiasi. Tunda la Roho. Kwa hiyo mtu ambaye amekomaa katika Kristo ni yule ambaye Roho Mtakatifu amembadilisha, alafu amepewa vipawa na karama. Pamoja na hayo, tunataka kuona awe ana tunda la Roho ambalo lina mionjo 9. Ukikata kidogo mwonjo wa kwanza utapata upendo, mtu mwenye fadhili, mtu ana utu wema, anayejali wengine katika imani, mpole, mtu ambaye na kiasi katika kila jambo. Kwa hiyo haya ni mambo ya muhimu sana, ambayo tukiyashika kwa kweli tutakuwa tumebadilika na kujitenga mbali na maovu. Usiwe mtu mwenye kupenda vikundi na makusanyiko yasiyofaa, maana Zaburi ya 1 inatuambia amebarikiwa mtu yule ambaye haketi barazani pa wenye mizaa, lakini sheria ya Bwana ndiyo inayompendezayo, naye anaitafakari kila wakati, mchana na usiku. Na hata Yoshua aliambiwa hivyo kwamba akishika neno la Mungu, Torati au kitabu cha Torati kiwa kinywani mwake, huyo atafanikiwa sana. Kwa hiyo ukijitenga na maovu, ukijitenga na dhambi na mambo ya kila namna, hapo una uhakika wa wewe kuwa mtu wa kiroho ambaye sasa unaweza ukazaa matunda na matunda yako yakakaa. Sasa kuzaa matunda ni kufanyaje? Kuzaa matunda ni pale ambapo karama, huduma au kipawa ulichonacho kinaweza kuwabadilisha watu wengine. Kwa pamoja kinaweza kuwabadilisha watu wengine. Kama we ni mwimbaji au ni mtoaji, ni mhubiri, ni mchungaji, mwinjilisti, mwalimu, na ni mkarimu, ni kiongozi, kipawa chako, karama yako ni lazima iwafikie wengine, iwabadilishe wengine, iwaletee matokeo chanya watu wengine. Na nataka nikuletee andiko moja hapa kidogo tulitazame katika kitabu cha Waefeso sura ya 4. Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari ule wa 12. Nianze mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji, na wengine na walimu. Mstari wa 12. Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Hilo ni jambo la kwanza. Kipawa au karama yako lazima iwakamilishe watakatifu, na hapo ndo tunasema wewe umekuwa na umekomaa. Na sasa unazaa. Kuzaa kwako ni kuwakamilisha watakatifu wengine. Lakini ya pili anasema hata kazi ya huduma itendeke. Tenda kazi ya huduma. Kama ni mwimbaji, imba vizuri. Kama ni mhubiri, hubiri sana. Kama ni mwalimu, fundisha vizuri. Kama ni mchungaji, chunga kwa viwango vyote na kadhalika. Hiyo ni kusudi jingine, na tunaona kwamba hapa utakuwa umekuwa na kukomaa, na hata sasa unaweza kuzaa. Nyingine, kujenga mwili wa Kristo. Anasema kwa kusudi hata mwili wa Kristo ujengwe. Kujenga mwili wa Kristo. Mwili ni viungo. Mwili sio kiungo kimoja, ni viungo vingi. Katika lugha ya Kiyunani anasema soma. Wanasema soma, neno mwili ni soma, ambao una viungo vingi. Una viungo vingi.
Kwa hiyo lazima wajenge wenzako, wajenge walimu wenzako, wachungaji wenzako, wanakwaya wenzako, waimbaji wenzako, watoaji wenzako, kipawa chako wajenge. Jenga mwili wa Kristo na uwe mtumishi ambaye unahudumu kwenye mwili wa Kristo, sio kwenye kanisa lako au madhehebu yako tu. Wahudumie na wengine wakihitaji huduma yako. Lakini jambo jingine tunaloliona hapa, tunaambiwa kwamba mbali na mwili wa Kristo kujengwa, anasema kufikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu. Angalia, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufikia kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu, kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Lakini tuishike kweli katika upendo na kukua, hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaona mtazamo mpana wa maandiko, na kuita ndugu yangu, ninakualika katika mabadiliko makubwa. Dunia hii usiifuatishe, ina mambo mengi, inaharibu. Karama za watu zimekufa kwa sababu ya mitindo ya dunia. Usikubali. Kipawa chako hakikisha kinamjenga mwingine. Hakikisha unafikia kimo cha ukamilifu wa Kristo. Hakikisha unafikia malengo ya imani ambayo Mungu ameyaweka katika maisha yako. Hudumu kwa viwango vikubwa na Mungu atafurahi sana. Ndipo utakapokuwa umefikia hatua hiyo tunasema ya kuzaa matunda. Katika siku ya leo ninaomba nikupe hilo shauri kwamba uwe mtu wa kiroho. Yule ambaye amekuwa na kukomaa, amefikia kimo cha Kristo, anaweza kuzaa matunda kwa kila kazi njema, kila huduma utakayofanya, kipawa, karama, utimize wajibu wako, uenende kama ulivyo wito wako, kama ulivyoitwa. Naam, hapo utapata baraka.